Ilikuwa imepita miaka 30 tangu Yesu azaliwe Bethlehemu. Kaisari Augusto alikuwa amekufa. Mwanawe wa kambo, Kaisari Tiberius, aliitawala himaya ya Kirumi. Herode Antipa alitawala Galilaya. Pontio Pilato alitawala Uyahudi, na nabii mpya alikuwa akihubiri nchini Palestina. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, "Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia." Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, "Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake." Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu, huku watu wengi wakati wake wakivaa hariri safi na kula vyakula vizuri sana. Yohana aliishi kwa hali ya chini, alikuwa kwenye wito. Yohana alikuwa mtangulizi wa mfalme. Mamia ya miaka kabla, manabii wawili, Isaya na Malaki, waliandika kuhusu nabii ajaye atakayetangaza ujio wa Masihi mfalme. Nabii huyo ndiye Yohana, huku manabii wa nyuma wakitabiri wakati ukifika Mwokozi aliyeahidiwa atakuja duniani. Yohana alihubiri, "Wakati huo umefika, Mwokozi yuko hapa." Makundi yalimiminika jangwani kumsikia Yohana. Waliokiri kuwa ni wenye dhambi wanaomhitaji Mwokozi walibatizwa kwenye mto wa Yordani. Kwa njia hiyo walionyesha imani yao kwa Masihi atakayeondoa deni lao kubwa la dhambi na kuwavika haki yake. Siku baada ya siku na wiki baada ya wiki, Yohana aliwaambia watu kuhusu Mwokozi kutoka mbinguni aliyesubiriwa muda mrefu. "Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu." Na siku moja Mwokozi alikuja akitokea mlimani, akipita katikati ya umati hadi mahali alipokuwa akibatiza Yohana. Yohana alielekeza kwa Yesu na kusema, "Tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu." Kwa nini Yohana alimuita Yesu mwana-kondoo wa Mungu? Kama unajua ni kwa nini, basi unaujua wito wa mfalme.